Sasa nipo ninatoka job kidogo, nikataka nikukumbushe kwamba niliongelea swala la namna ambavyo watu wanatengeneza hizi silage na kutunza, pamoja na huko wanatengeneza silage lakini pia wanatengeneza hay. Sasa kiongelea hay, kuna namna ambavyo wanatengeneza hay. Kwa mfano nyuma yangu hapa kama unaona, haya ni mafurushi. Hapo kuna nyasi kidogo nafikiri sababu ya mvua, lakini haya yote ni mafurushi. Yale yote ni mafurushi na hizi ni hay. Nikisema hay nafikiri unajua ni kwamba tofauti ya silage na hay ni kwamba silage inakuwa ina kiwango fulani cha unyevunyevu, tofauti na hay ambayo unakausha majani kabisa alafu baadaye unahifadhi kwa namna ambayo unaweza kutumia kipindi ambacho unakosa majani ya kutosha, na maanisha kipindi cha kiangazi. Kwa hiyo kwa hapa nafikiri kuna advantage kubwa sana ambao wanaipata. Kwa nini? Kwa sababu kutunza majani kiasi hiki inakuwa ni rahisi kwenye kipindi kile cha ukame, kipindi ambacho hakuna majani, though sio sana kwa upande huu kwa mna ukame, kwa sababu wanahifadhi majani yao vizuri, nikiongelea silage pamoja na hay. Kwa hiyo kwa haraka haraka naweza nikasema kwamba kwa sisi ambao tuna uhaba wa majani au tuseme malisho, ni muhimu sana kuhakikisha tunahifadhi mazao yetu kwa namna ambayo tunaweza kutumia wakati wa scarcity. Kila siku nazidi kuongea na nitazidi kukazia kwamba the more utaweka concentration yako kubwa kwenye kuhakikisha una chakula cha kutosha muda wote shambani kwako, na sio muda tu ambao unauhitaji, ndo the more ambavyo unajitengenezea mazingira kupata faida katika mradi wako. Kwa sababu sisi wote tunajua, kwa mfano kipindi cha mvua zinavonyesha, gharama za uzalishaji ndogo sana. Ng'ombe anaenda tu kuchunga, anarudi anakuwa tayari na maziwa au anapata unene wa kutosha na uzito, tofauti sana na kipindi cha kiangazi. Lakini kama tutaweza kuhakikisha muda wote tunapata hayo majani, na kutakuwa na uhakika wa kwamba tutakuwa na food scarcity, tutakuwa na food safety nzuri, food security ya kutosha. So ni muhimu kuhakikisha hili swala linakamilika. Asante.